akapewa Taurati. Tuulize, Taurati ya Musa inafundisha vipi kulingamana na msikiti? Nipige 40:30 Kutoka. 40:30 Kutoka. Tuangalie Musa, mafundisho yaliyokuwa katika zama za Musa na mafundisho ambayo yamo katika zama, yani mafundisho yaliyokuwa katika zama za Musa na mafundisho ambayo yamo katika zama za Yesu na mafundisho ambayo yamo katika sisi Waislamu tunafuata msikitini. Je, alikuwa anaambatana? Twende petu. 40:30 Kutoka inasema, safi, akaliweka birika kati ya hema ya kukutania. Zama za Musa aliweka birika kati ya hema ya kukutania. Twende. Hema ya kukutania na madhabahu. Safiri. Akatia maji ndani yake. Musa akatia maji ndani yake. Maji ndani yake ya kuoshea. Safi. Musa na Haruni na wanawe wakanawa mikono yao. Safi. Na miguu yao. Twende. Ndani yake. Twende. Hapo walipoingia katika hema ya kukutania. Mpe huyo. Katika 30:17 40:17 Kutoka, Musa tunaambiwa aliweka katika birika katika hema ya kukutania. Musa na Haruni na watoto wao wakanawa mikono yao na miguu yao na nyuso zao hapo walipoingia katika hema ya kukutania. Sawa ndugu yangu, tuko pamoja? Katika ibada ya Musa aliyokuwa akifanya, kabla hajafanya ibada, tunampata Musa na Haruni na watoto wao walinawa mikono yao na nyuso zao na miguu yao hapo walipoingia katika hema ya kukutania. Sawa? Mpe huyo. Sasa tuangalie zama za Yesu nayo, alafu ndio tufunganishe. Mwalimu, nipigie katika 13:5 Yohana 13:5 ndipo penyewe. Tunamuuliza naye mwalimu wetu ambaye ni Yesu. Twende. Kisha akatia maji katika bakuli. Yesu tunaambiwa katika zama za Musa naye alitia maji katika bakuli. Zama za Yesu naye mafundisho hayo tunapata katika zama za Yesu. Yesu akatia maji katika bakuli. Twende. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Yesu akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Yesu naye anaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Mpe. Unajua nini maana tawadha kwanza? Kupanguza watu miguu. Kuna, si ndio? Yeah. Na pale zama za Musa pamoja na watoto wao waliosha mikono yao na miguu yao. Kwa hivyo walinawa mikono yao na miguu yao na nyuso zao hapo walipoingia katika hema ya kukutania. Sawa? Hiyo ndio tawadha. Sawa? Asa mpe huyo. Twende. Hivyo safi, yuaja kwa Simoni Petro. Safi. Huyo Simoni Petro akamwambia, safiri, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi. Twende. Yesu akajibu akamwambia, safi, nifanyalo wewe hujui sasa. Safiri. Lakini utalifahamu baadaye. Mpe huyo. Yesu naye anamwambia Simoni Petro. Kwanza Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi ndugu yangu? 12. Kwa hivyo Yesu aliwatawadha wanafunzi 11. Alipofika kwa Simoni Petro ndo akawa anabisha. Sasa Yesu akamwambia, nifanyalo mimi wewe hulijui sahi, lakini utalifahamu baadaye. Kwa kuwa Yesu ndiye alikuwa ndo mwalimu wao, si ndio? Ampe amalizie. Petro akamwambia, safi, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Petro akamwambia Yesu, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Twende. Yesu akamwambia, Yesu akamgeukia mwanafunzi wake ambaye Simoni Petro akamgeukia akamwambia, wewe kama nisipokutawadha, safi, huna shirika nami. Mpe huyo. Yesu naye anamwambia mwanafunzi wake, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Kwa hivyo mimi na wewe pamoja na Simoni Petro, kama hatutatawadha sisi hatuna shirika na nani? Yes. Na umesema maana tawadha nini? Kuosha. Mpe huyo. Piga tanbii yake. Nipe maelezo kwenye Biblia. Inamaanisha nini? Tawadha tafsiri yake inasema, safi, nawa, oga mbele ya kusali. Mpe huyo. Kwa hivyo Yesu naye anasema kwanza maana ya tawadha zama za Musa, zama za Haruni na watoto wake, pamoja na zama za Yesu. Neno maana ya tawadha ilikuwa ni osha, nawa mbele ya kusali. Kabla wewe hujasali, hujaingia katika kanisa, je, unafanya ibada hiyo?
Sasa sisi tunajivunia tunafanya ibada kama hiyo ambayo ilikuwa katika zama za Musa, ilikuwa katika zama za Yesu, ambayo ibada hiyo bado tukiangalia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi kama Waislamu ibada hiyo ametufundisha. Kwa hivyo ibada yote haitimii mpaka unawe osha mbele ya kusali. Unaona sasa? Ndio tunakwambia tunakaribisha katika Uislamu, kwa sababu ibada hiyo imefanywa na Musa, ibada hiyo ambayo sisi tunafanya pale msikitini. Ndio maana hawa ndugu zetu kabla wasali wanachukua maji, na Yesu pale naye alichukua maji katika bakuli. Na hawa ndugu zetu hapa wa Somali kabla waingie katika kusali unawapata wananawa oga mbele ya kusali. Kweli sio kweli? Sasa Musa alifanya ibada hiyo, Yesu alifanya ibada hiyo. Pamoja na baada ya ibada hiyo tuangalie katika zama za Musa. Sasa zama za Musa, baada ya Musa ametawadha, kitu kilichofanyia mpe huo 34:8 Kutoka 34:8 kitabu cha Kutoka. Safi. Haya, Kutoka nimempata. Safi. 34:8 Kutoka. Nimefika 8, nimekaribia, nimefika. Safi. Musa akafanya karaka. Katika lugha pale imetumika Musa akafanya karaka. Katika karaka sisi tunasema katika kurukuu. Ile katika ni Arameki. Katika lugha ya Musa ilikuwa ni Arameki. Maana yake akarukuu. Unaona? Sisi katika pale msikitini tunasema tunarukuu, Allahu Akbar, twende. Akainamisha kichwa chake. Musa baada ya kurukuu sisi huwa tunasema sami Allahu liman hamida. Alafu baadaye tunainamisha kichwa chetu hata nchi. Safi. Ardhini. Safi. Akasujudu. Mpe huyo. Ibada iliyofanywa na Yesu. Unaona? Baada ya Yesu ametawadha, hivi Yesu naye akafanya nini? Akaangusha, yani wakati anamuomba Mwenyezi Mungu akaangusha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Musa naye ibada hiyo katika Taurati nayo tunapata Musa naye, yani Musa akarukuu, yani akafanya karaka, yani akarukuu, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Kati ya Uislamu na Wakristo kina nani wanafanya ibada hiyo ndugu yangu? Na hiyo tunaisoma sisi ni Biblia ama ni Qur'an? Biblia. Sasa wewe pamoja na sisi, sasa angalia ibada hiyo nyinyi kama Wakristo. Ibada hiyo imo kwenye vitabu vya Mungu, lakini wewe kama Mkristo, sisi ibada hiyo sisi kama Waislamu tunajivunia ibada hiyo ndio imefanyika mbele za mitume na manabii wa Mwenyezi Mungu. Ibada kama hiyo wameenda kuifanya, wewe hujaifanya. Si unaona sasa hiyo hasara? Ndio maana tumejitokezea waziwazi, angalau turekebishane, tuangalie vipi vitabu vya Mungu vitaturegesha mahali tunakosea, ili tuweze kuenda kuambatana na mafundisho ya Mungu. Unaonaje ndugu yangu wewe Muislamu? Mko vizuri. Mko vizuri. Kweli sisi tunakaribisha katika Uislamu. Sasa Uislamu ndio ibada, yani Uislamu ndio una ibada ambayo mitume wote wameenda kufanya ibada kama hiyo. Hebu uliza swali. Uko na swali la kuuliza? Nimeelewa kila kitu. Umeelewa? Sasa unaonaje ndugu yangu uingie katika Uislamu? Sio mbaya. Mashaallah. Hebu msomaji kidogo angalau nao ndio tabaraka maiki msalimishe ndugu yetu inshallah. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ushamula ng'ombe mzima, malizia na mashaallah. Awacha tumwachia amiri wetu hapa naye arambe maiki kidogo angalau msalimishe ndugu yetu. Hiyo ndio faida ya sisi tukifika maeneo kama haya. Hatulazimishi mtu, lakini tunamfundisha, hatimaye yule mtu anachagua mwenyewe dini, ili lengo na madhumuni kumfikishia ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Hebu shehe. Hebu Waislamu wangapi tuko hapa inshallah? Kama wewe Muislamu nyosha mkono wako upote ulipo. Mashaallah. Waislamu wengi kweli kweli. Kama wewe ni Mkristo nyosha mkono wako. Unaona Mkristo wa kwanza amenyosha. Asante. Mkristo mwingine yuko wapi? Unaona umebaki peke yako au wote wamesilimu? Hebu Wakristo wa kweli wangapi? Umeona sasa ndugu yangu eh? Umeona? Sasa ndugu yangu, nafikiri mengi yamezungumzwa. Na katika kuzungumza mengi ni faida kwako. Kwa maana ndugu yangu, hata sisi wengine tulikuwa kanisani, lakini baada ya kusoma maandiko moja baada nyingine, tukaona ukweli, tukaamua kuja kwa Yesu.
na kwa Yesu ni msikitini, kwa maana Yesu anapatikana msikitini. Hakuna Yesu alienda kanisani. Unaona, kanisa imeanza zaidi ya miaka 400 baada ya Yesu kupaa mbinguni. Ndio kanisa la kwanza linaanza, na kanisa la kwanza liko kule Vatican City, Rome, St. Peter Squares Catholic Church. Ndio kanisa ya kwanza. Unaona ndugu yangu? Hiyo yako imekuja baada ya Catholic, hiyo inaitwa Protestant. Unamprotest nani? Unamprotest Paulo. Unaona eh? Ushanifahamu? Ndio kwa maana nikisema Wakristo mkono juu unabaki peke yako. Hebu angalia. Wakristo mkono juu. Tunaona eh? Hebu Waislamu mkono juu. Angalia, unaona hapo, unaona kitu eh? Asante sana. Asante. Salamu alaykum. Vipi lakini bro? Naomba kusalimia bro. Ndugu yangu wa pikipiki. Naomba kusalimia. Katika sehemu ambayo kwamba misikiti iko mingi ni sehemu ya Luo Nyanza. Ukikuja Wajaluo ni watu wanapenda Uislamu sana. Ndugu yangu, mimi naitwa Abubakar Koech. Unaitwa nani? Ronnie Tony. Una jina za kizungu. Ronnie Tony. Vizuri bana. Mimi Muislamu bwana Ronnie. Wewe? Usione haya. Yesu anasema ukimwonea haya mbele za watu, naye atakuonea haya mbele za Baba yako aliye mbinguni. Kama wewe ni Mkristo, umesikia maandiko yanasema nini? 4:16 kitabu cha Petro wa kwanza anasemaje? Petro wa kwanza. Sikiza maandiko yanasemaje? Petro wa kwanza 4:16. Unakuja fotomani Petro wa kwanza 4:16. Inasemaje? Hebu sikia maandiko yanasemaje? Na akiwa ni Mkristo, na kwa sababu akiwa ni Mkristo asione haya. Maandiko yanasema akiwa ni Mkristo asione nini? Na wewe si ni Mkristo. Sasa haya ya nini ndugu yangu bro? Kama mzee. Mimi sioni, mimi mambo ya Mungu tu. Sawa eh? Hebu nikuulize hivi. Hebu nikuulize, ukiwa pengine uko na watoto wawili, unaweza kuletea mmoja switi ukamwacha mwingine wa pili? Unafanyaje kama baba muungwana? Salimie, barikiwe sana. Sasa mimi umenisalimia mimi, na kuna yule ndugu yangu mdogo, ukimwacha bila kumsalimia ataona chafu, itakuwa si nzuri. Msalimie. Mimi hapa hivi. Bro. Siko baya, usisikie mambo ya watu. Ndio bana, mbona unakimbia? Halo. Changamoto sana. Huko kuna watu wanamtoka nasema jamani utasilimu. Hapana. Hebu tena Waislamu mkono juu. Waislamu wangapi? Mashaallah. Hebu Wakristo wangapi? Wakristo. Basi naona Mkristo amepatikana, Mkristo wa maana. Mkristo anajijua anafanya kazi gani? Ndugu yangu jambo. Naomba kusalimia macho 4. Na siko ubaya, roho imesema huyu ni mtu wa maana, ni mtu mzuri. Anaonekana. Amosi. Inchi Injakane. Sindo lilikuwa Vita, Remba Highland, nimekwenda pale, nimekwenda Ringiti, nimekwenda sehemu yote nimetembea mpaka Muhuru Bay. Na Wajaluo ni watu wazuri. Msalimie kijana wako na huyu. Msalimie. Alafu kukaribisha na maji hata kidogo. Nimpe zawadi. Maji labda manyunyu, labda nimpe kiti. Inakuja, mkaribisha chini kidogo dakika moja. Berpinyo Mera. Karibu kiti. Dakika moja. Mwalimu mambo mawili. Alafu mimi nasogeza karibu mwalimu umuelimishe. Asante. Mpatie kipaza sauti ndugu yangu jambo. Habari ya kushinda. Chukua maiki usio na wasiwasi. Asante sana. Wewe ni Muislamu eh? Si ndio? Wewe dini gani? Wewe ni roho. Israel osedonjo. Wewe ni wa hiyo eh? Asante sana. Sasa hebu niambie. Karibu sana, kama kuna swali yoyote, Waislamu nakukaribisha uweze kuuliza. Karibu. Basi wacha Mawembe kusalimia kidogo. Mawembe njoo msalimie kidogo. Najua hapa na mwalimu wangu anaitwa Ustadh Mawembe akusalimie kidogo, alafu tuendelee mbele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu ndugu yangu hapo.
Nayo baba. Ujambo? Jambo. Naam. Umesema kwamba wewe ni mtu wa roho. Ndio. Oh, safi kabisa. Mtu wa roho, na ule msomaji wangu naye ana roho. Kwa hivyo mtakuwa mko dini mbili tofauti au ni dini moja tu? Wewe ni mtu wa roho na ule msomaji wangu naye ako na roho, maana nadhani ndio inafanya anapumua, anaonekana pale na nini na nini. Sasa mnakuwa mko dini mbili tofauti au ni dini moja? Moja. Ni moja tu. Msomaji, mimi nilikuwa nakushuku, nilijua wewe pia utakuwa mtu wa roho. Wale ambao wanajiita Waisraeli, wale wa roho hatari sana. Sasa ndugu yangu, hiyo dini ambayo unaifuata ya roho, ni nani amekufundisha ama ameiasisi ama ameianzisha? Ni mwalimu. Mwalimu wewe mwalimu tu alikuja akasema sisi ni watu wa roho na wewe ukamfuata? Babangu. Ni babako. Vizuri. Huyo anasema dini baba ndiye kwa sababu baba amemlea, akamlea katika hiyo dini, akaona haina haja amwasi, akamfuata katika hiyo dini. Si ndivyo unamaanisha? Vizuri sana. Sasa kwa mfano mimi, hebu nisikize mimi. Mpe msomaji atusomee tu andiko moja ndani ya Qur'an, sura ya 3 aya 19. 19 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu, ndio mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ndugu yangu, ndio hiyo ni kwa mujibu wa Qur'an ambao wewe hauijui ama umeisoma. Wewe hapo umeisoma Qur'an? Sijawahi soma hiyo. Hata ujui inakaa vipi, si ndio? Hata maandishi sisikii hata usikii. Lakini hiyo vile huyo amesoma sasa, wewe unaweza kuwa hiyo maandishi usikii, lakini vile huyo amesoma ndani ya hiyo Qur'ani imesema ya kwamba kuna dini ya haki ambayo ni dini gani? Ama mpe arudie, labda umsikize tu. Hebu rudia msomaji. Nasema Bismillahirrahmanirrahim. Nasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Qur'ani ambayo ndio mimi na huyo tunaiamini, wewe huiamini, inasema ya kwamba dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Uislamu. Safi kabisa. Kwa hivyo Qur'ani kama dini inajitetea ndani ya vitabu. Wewe sasa usingoja sijamaliza na wewe. Wewe sasa na wewe uko na dini yako ambayo umesema ni ya nini? Mkristo. Wakristo wanatumia kitabu gani katika mafundisho yao au katika imani yao? Biblia. Je, unalo andiko lolote ndani ya Biblia linalosema ya kwamba Ukristo ni dini? Hakuna. Sio ati ujui, hakuna. Na hakuna hata Mkristo mmoja hapa Awasi anaweza kuja aseme ya kwamba Ukristo ni dini kwa maandiko. Hakuna. Kwa sababu Ukristo ni kitu ambacho wamejibunia watu, sio dini ya Mwenyezi Mungu. Na kama mimi nionekane muongo, kama kuna Mkristo ndani ya hii Awasi anasema kwa mujibu wa Biblia ya kwamba Ukristo ni dini ya Mungu, aje tutolee hilo andiko atubatize. Hakuna. Ndio maana Yesu anasema watu wanapotea kwa kuwa hawajui. Mpe msomaji asome hilo andiko. 22:29 Mathayo mtoza ushuru. Inasemaje? Inasema ndio. Akajibu akasema mwapotea kwa kuwa hamjajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Sema hii. Yesu anasema halo. Mdhibitishie. Yesu akajibu akawaambia mwapotea ndio kwa wa Mungu. Kuwa ndio maana wewe msomaji tukamweka hapo. Sasa tunasema Yesu akajibu akawaambia mwapotea kuwa
Hayajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Sema hivi. Ndugu yangu. Kidogo, mbona unaenda ndugu yangu? Halo, mbona unaondoka? Yaani kidogo tu ndugu yangu. Kidogo ndugu yangu. Tena mzee mzima anafanana. Usitoroke, maana ukitoroka hivyo inakuwa changamoto. Wamekuja vizuri na hapa tunafundishana maneno ya Mungu. Unaona? Kidogo tu. Wajua umekuja kwa wema na ungetoka kwa wema unaenda. Unasema mimi kama mzee naenda. Sasa wajua ukienda kienyeji hata watu watakushangaa. Na wewe ni mtu ambaye ni mtu mtakatifu, yaani mtu mtukufu kabisa. Ndio maana tumekuja kukaa na mtu ambaye ana roho. Kwani sio roho. Sio ukiondoka tu kienyeji. Ndio maana ile balaa la roho nikasema kwanza acha niliweke kwenye mabano. Nikataka tuelimishane naye. Ukitoka hivyo kienyeji na labda wewe una mke una mtoto hapa naona umetoroka umeacha Biblia na yeye anakutegemea. Sitaona kwamba kuna changamoto. Kweli. Kwa hiyo mimi nataka nikufundishe tu kitu kimoja. Kidogo pale. Sikiza mwalimu, angalia kidogo. Hapa hatujafanya siasa. Tunaangalia maneno ya Mungu, angalia tuweze kurekebishana, tuweze kuelekeza kwa Mungu. Ubarikiwe sana. Kwa umekubali nini? Ustadh Bakari anasema tu amekubali, lakini sio amekubali nini? Ondwa. Kabla hujatoka nikupe zawadi yako, uondoke nayo. Anaenda kwenye zawadi yako. Ni zawadi. Ndugu yangu zawadi yako, unajua ni Israeli unavaa kanzu, si kweli? Njoo kidogo Maembe geuza masamchido. Asante. Ndugu yangu, hebu keti pale fulani. Mwalimu, angalia. Dakika moja uchukue zawadi uende nayo, uja. Dakika moja tu. Mwalimu, naam. Wewe umesema kuna roho, nataka nipe zawadi. Kidogo tu angalau. Sasa tulikuwa tuja. Maliza kapo tumalize. Kidogo. Mpe mic. Umesema wewe uko na nini? Wewe umesema wewe ni mtu wa nini? Wa Kristo. Mtu wa roho, si kweli? Hebu sikia Mathayo 5:3 alafu zawadi yako ende nayo. 5:3 Mathayo. Mathayo 5:3 mpeso ushuru. Muoneshe baba. Mathayo 5:3 mpeso ushuru. Hapa anasema huyu anasema kuna roho. Sasa kwa mujibu wa Mathayo anasema ndio heri walio maskini wa roho. Ndio. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mpe. Inasema heri walio maskini wa roho, kwa maana ufalme wa Mungu ni wa nini? Ni wao, si ndio? Ni wao. Na sisi Waislamu ni maskini wa roho, ni maskini wa nini? Wa roho. Kumbe ufalme wa Mungu ni wa kina nani? Wewe umesema ya kwamba unayo roho, kwa hivyo wewe ni tajiri wa roho, si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ni ukweli. Kwa hivyo wewe ndekana upate ufalme wa Mungu, kweli si kweli? Ni ukweli. Umesema ya kwamba wewe ulikuta baba zako huko ndio ukapata hiyo dini, si kweli? Ni ukweli. Ela katika 10:35 Mathayo, apendaye baba au mama 10:35. Mathayo mtoza ushuru. Ndio inasemaje mwalimu? Acha nikukamatie 10:35. Nasema ndio kwa maana nalikuja kumfitini mtu na nani? Na baba yake. Na binti na mama yake, na mke wa mtu. Na adui za mtu ndio ni wale walio wa nyumbani mwake. Mpe maiki. Ula karati vizuri. Adui za mtu ni wale wa wapi? Watu wa nyumbani kwako, kweli si kweli? Maandiko lazima kusema apendaye baba au mama. Yesu anasema apendaye mama au baba kushinda mimi hastahili katika ufalme wa Mungu, kweli si kweli? Kwa hivyo wewe Yesu aliingia kwa msikiti, unajua hivyo? Oadwa anaona maoni, ana miwani, lazima aone. Mwalimu yupo Malienda? Yupo. Hebu mpe mic. Yupo. Wapi hapo? Anataka kuona. Anataka kupiga yote 37 ambao amepiga kweli. Nasema apendaye baba au mama kuliko mimi hastahili. Mpe. Apendaye baba au mama kuliko mimi hastahili katika uzima wa milele, kweli si kweli? Mchungaji ujambo. Baada ya kushinda. Kwa hivyo apendaye baba au mama kushinda Yesu hastahili katika uzima wa nini? Mkaribishe ndugu yetu hapo. Haya. Ndugu Machoine. Hayuko pamoja. Ndugu Machoine.
Wajua Hiyo ni wajua anashangaa ni Biblia. Naangalia ni Biblia kweli ama ni kitabu kingine? Biblia hii. Hizo zote ni Biblia. Hii ni Biblia. Hiyo inatosha. Hiyo inatosha mwalimu. Tusikwende sana, hiyo Biblia inatosha hiyo. Ndugu yangu kidogo. Mpe maiki, mpe zawadi ya mwisho nikuje nimsalimie ndugu yangu. Mpe maiki. Unampenda Yesu? Ndio. Yesu akikwambia twende utakwenda? Nitaenda. Mpe huyo. 16 Luka 4:16 inasemaje? Safi, wacha nimkamatie. Si akasema tunasoma mambo yetu. Safi, nasema ndio. Luka 4:16 inasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe macho 4. Yesu desturi yake. Unajua maana desturi? Sijui. Desturi ni kawaida. Kwa mfano wewe ni mtu wa boda mfano. Desturi yangu mimi ni kuendesha bodaboda kila siku. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Utapata ya kwamba kumbe desturi ya Yesu ilikuwa ni kuingia wapi? Sinagogi. Sinagogi. Sinagogi ni nini ndugu yangu? Wale penye wakubwa wanakaa kwa kanisa. Pale wale wakubwa wanakaa hapa mbele, si ndio? Ubarikiwe. Ungekuwa mwanafunzi wangu katika darasa langu, ungekuwa mwanafunzi wa kwanza, mimi nikawa mwalimu mwanafunzi wa mwisho. Hebu muoneshe maana sinagogi. Soma mwenyewe. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Yesu kabila yake alikuwa kabila gani? Islam. Yesu alikuwa kabila gani mzee? Islam. Sijui. Alikuwa Myahudi. Jews. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kweli. Akaingia katika nyumba inaitwaje? Msikiti. Na watu wanaoingia katika msikiti ni watu wa dini gani? Waislamu. Kumbe Yesu alikuwa nani? Yaani mambo usimsahau bwana. Watu walikuwa dini gani? Waislamu. Na wewe kama unampenda Yesu utakuwa nani? Mkristo. Mkristo. Na Waislamu wanaingia wapi? Msikiti. Wakristo wanaingia wapi? Sinagogi. Na Yesu akaingia wapi? Sinagogi. Utamfuata Yesu ama utampata? Utapata yeye huko. Ukimfuata yeye utakuwa dini gani? Wayahudi. Hebu muangalie Yesu, mpatie huyo. Baba. Naam. Yaani Yesu mwalimu mzuri. Alafu nipe ndugu yangu pale 26:39 Mathayo. 26:36 Mathayo. 39 moja kwa moja. Safi, nasema ndio. Kisha Yesu akaenda nao 39 moja kwa moja. Safi, nasema ndio. 39 moja kwa moja, nasema kwa wale wenye kuandika. Safi, niko pale mwalimu wangu, nasema kwa wale wenye kuandika. Nasema akaendelea mbele kidogo, and then he went a little further. Akaanguka kifudifudi. Akaanguka kifudifudi. Angalia hapo roho, mzee wa roho. Yesu akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba. Mpe. Kumbe Yesu alikuwa kiomba, anaweka kichwa yake wapi? Hata mama anamsaidia. Anaweka wapi? Watu gani weka kichwa chini? Kumbe ili wewe umpende, ili wewe upate Yesu, uabudu kama Yesu alivyoabudu, utaweka kichwa wapi? Ukiweka kichwa chini, watu watasema umekuwa dini gani siku hizi? Chini. Chini. Wanaweka kichwa chini kina nani mama? Mguko. Alafu ndio kuna mwito wewe. Mpatie ndugu yangu nimsalimie kidogo. Brother vipi? Poa. Mimi naitwa Abubakar, unaitwa nani? Raymond. Yes. Unatoka mlimani ama sehemu gani? Hapa Kericho. Kericho yamune. Kabege. Gorongale. Ajo tayipige. Wiko nani Abubakar? Unanga mwao. Asante sana. Sasa wewe njoo katika Uislamu ndugu yangu, hiyo sura yako inapendeza kwa Muislamu. Unaona? Kericho tuko na msikiti. Unaona? Soti tuko na msikiti. Bomet tuko na msikiti. Ditei tuko na msikiti. Kapkate tumeweka msikiti. Unanipata mzee wangu? Sana. Sasa mimi una swali yote kuuliza? Yeah. Leta swali. Akaanguka chini. Umesema akasali kujifudi. Sio mimi nimesema, maandiko ndio yamesema. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza.
Sijasikia kwa wanafunzi wake akifanya hivyo. Hujasikia kwa wanafunzi wake? Ustadh Abubakar, njoo msalimie. Hapa na kijana mdogo hapa. Akusalimie kidogo. Unajua kijana huyu anapenda kipa sauti sana, msalimie kidogo. Haya, unajua amesema ameona tu Yesu, lakini wanafunzi wake hajaona. Inamaanisha ukionyesha wanafunzi wako wote mfuata Yesu. Kweli sio kweli mwalimu? Ukweli sio kweli ndugu yangu? Kwa hivyo shida umemwona, mpa huyo kwanza ili aone wanafunzi wake. Sawa mwalimu, anza 26 hapo hiyo masaa 26. Maana amemwona tu Yesu ndio ameanguka kifudifudi. Sasa nataka kujua hawa wanafunzi nao walifanya nini. Twende vyetu. Haya. Mathayo 26:36. Naam. Anataka kuona wanafunzi wake. Twende. Kisha Yesu akaenda pamoja nao. Akachukua wanafunzi wake pamoja nao mpaka bustani itwao Getsemane. Safi. Akawaambia wanafunzi wake huyo Yesu, twende, ketini hapa. Safi. Hata niende kule nikaombe. Mimi Yesu nikaombe. Twende. Akamchukua Petro. Safi. Na wale wana wawili wa Zebedayo. Safiri. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Yesu akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Safi. Ketini hapa. Twende mkeshe pamoja nami. Mpe huyo. Pointi nzuri sana, mpe huyo. Kwa hivyo Yesu, kwanza katika Yesu alikuwa na wanafunzi wake, sawa? Katika wanafunzi wake kulikuwa na wanawake na wanaume, ama ni wanaume peke yake? Wanaume. Yesu anawachukua wanafunzi wake, wanaenda kukesha kumwomba Mungu, sawa? Sasa swali labda hapo kidogo tutaendelea. Yesu anachukua wanafunzi wake ambao ni wanaume peke yake, wanaenda kumwomba nani? Wanaenda kumwomba Mungu. Kweli sio kweli? Tuko pamoja kweli? Alichukua wenye walikuwa wanapenda. Alichukua wanafunzi wake, akaenda kumwomba Mungu, akasema ketini hapa mkeshe pamoja na katika kumwomba Mungu. Kweli sio kweli? Wachache kwa kweli. Wanafunzi wake, sawa? Je, katika wanafunzi wake ndio kwa kuuliza kulikuwa na wanawake? Ukasema haku. Kwa hivyo kesha ya wanawake na wanaume haku kwa mujibu wa Yesu, sawa? Hiyo kesha ambayo ni wanawake na wanaume kanisani imeletwa na nani? Na mwalimu wa kweli ni Yesu. Yesu anachukua wanafunzi wake, wanaenda kumwomba Mungu, sawa? Sasa hiyo kesha ya wanawake na wanaume mmeipata wapi? Ndio hapo napo tukuje tuambie. Malizia, mpe yeye malizia. Swali nitakuuliza. Haya, niuliza. Ulikuwa umesema walikuwa wakienda sinagogi kuabudu. Wakina mama na wakina baba. Hebu kwanza tutakuja huko, twende tu, mpe huyo atamalizia, twende. Maana swali la kwanza umeuliza Yesu, hao wanafunzi wake walifanya nini? Twende. Yesu akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli. Akaomba akisema. Kifulifuli. Na wanafunzi wake walikuwa hapo nyuma, sawa? Naam. Na swali lake huyu naye anauliza, je, wanafunzi wake mbele Yesu ndo anaanguka kifudifudi? Wanafunzi wake, mpe huyu. Simeuliza wanafunzi wake walifanya ibada hiyo, sawa? Wanafunzi wake nao walianguka kifudifudi kama Yesu, sawa? Kuanguka kifudifudi inamaanisha nini? Mpe huyo, tutamalizia tu, mpe huyo. Mwalimu 17:6 Mathayo. 17:6 Mathayo. Mathayo 17:6 Mathayo. 17:6 Mathayo. Tuangalia Kristo kuanguka kifudifudi nini? Twende. Na wale wanafunzi waliposikia. Na wale wanafunzi walipoona walianguka kifulifuli. Kifulifuli. Kwa sababu mwalimu wao alikuwa yuko mbele. Yule mwalimu wao alipoendelea mbele kidogo, alipoanguka kifudifudi, wanafunzi wake nao wakaanguka kifudifudi. Mpe huyo. Sawa? Sasa umekuja katika nini maana kifudifudi, sawa? Mpe huyo tumalizie. Nini maana kuanguka kifudifudi? Mpe huyo. Mwalimu 7:3 Nyakati ya Pili.
7. Wakati Yesu ameanguka kifudifudi, wanafunzi wake nao wakaanguka kifudifudi. Nini maana kifudifudi? 7:3 nyakati ya pili. Twende 7:3 nyakati ya pili. Sasa ndio tunamalizia huko. Yaani tunamalizia na licha hivyo. Yaani Yesu alipoanguka kifudifudi na wanafunzi wake walipoanguka kifudifudi, ilikuwa inamaanisha nini? Twende vitu 7:3 nyakati ya pili. Sababu kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati 7 kuanzia 3. Safi. Wakatazama wana wa Israeli wote. Mpe hiyo ibada nyingine hiyo ambayo sisi Waislamu tunafanya. Wana wa Israeli walipokuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu walikuwa wanatazama. Kweli sio kweli? Kwa mujibu wa andiko. Endelea. Hebu endelea ndio atajua tunafundisha nini. Twende. Wakatazama wana wa Israeli wote. Twende. Naona ghafla amekuwa bubu. Inasema safi, uliposhuka ule moto. Safi. Utukufu wa Bwana ulipokuwepo juu ya nyumba. Safi. Wakasujudu. Yaani haitaki chuo, angalia, ukiangalia pale utaelewa. Wakasujudu. Twende. Angalia hicho kitendo. Angalia sasa hiyo andiko. Hiyo kitendo hapo. Wakasujudu kifudifudi hata nchi sakafuni. Twende. Wakaabudu wakamshukuru Bwana. Kwa hivyo wao walianguka kifudifudi. Nini maana kufudifudi? Kumbe ni kuanguka hata nchi sakafuni. Wakasujudu, wakaabudu. Kwa hivyo huko wakati Yesu alikuwa ameenda mbele kidogo kuanguka kifudifudi, wanafunzi wake nao wakaenda kifudifudi. Kumbe walikuwa wanamwabudu nani? Mungu. Mpe hiyo. Kwa maana kifudifudi kwa mujibu wa 7:3 nyakati ya pili kuanguka mpaka wapi? Maana yake ni kunyenyekea. Kwenda wapi? Sio kwa matendo bali kwa ndani yako. Katika vitendo Yesu aliendelea mbele kidogo. Nini maana kwenda mbele kidogo? Alienda mbele kidogo akaanguka kifudifudi. Wewe ukauliza nini maana kifudifudi? 7:3 nyakati ya pili. Mpe huyo, utakuja pole. Unajua sisi tunapiga operation kidogo. Najua. Sasa Yesu akaendelea mbele kidogo akaanguka kifudifudi. Ulipouliza nini maana kifudifudi? 7:3 nyakati ya pili, zama za Sulemani ndio kaelezea vizuri. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto mtakatifu wa Bwana ulipokuwa hapo juu ya nyumba, wakasujudu kifudifudi hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana. Hiyo ni unyenyekevu. Hiyo kunyenyekea. Matendo hayo sisi Waislamu tunafanya. Nyinyi matendo hayo mnafanya kanisani? Wengi wanafanya kwa andiko. Wewe sasa waachana na wengi, maana wewe sasa ndio umekuja hapo na hivyo vitabu. Wewe andiko kama hilo alilolifanya Yesu, alilolifanya Sulemani, wewe kama wewe Mkristo unalifanya? Hata mimi nikienda kaburini naenda peke yangu. Usiangalie wengi wa watu. Wewe kama wewe, maana hiyo ni ibada ya matendo ambayo manabii wa Mungu walienda kuifanya. Sasa sisi kama Waislamu ibada hiyo imo kwenye vitabu tunaifanya. Wewe kama wewe ndugu yangu unaifanya? Unaifanya ndani ya kiroho. Na Yesu pale alienda vipi? Alienda kiroho ama alienda kimwili? Kuendelea mbele kidogo. Hiyo ni kitendo ambacho ilikuwa imeelezwa kufundisha unyenyekevu wa Yesu mwenyewe, na kitendo yenyewe ndiko kufanya kwa kufundisha, lakini maana yake yenyewe ni hali ya ndani ya mtu. Hali ya ndani ya mtu. Andiko hali ya ndani ya mtu. Andiko ni hiyo tu yenye umeonyesha. Andiko lenye sisi tumepeana, wana wa Israeli walianguka. Tena sio hiyo, mpe huyo. Kuonyesha nyingine. Mwalimu, 20:18 nyakati ya pili hapa. 20:18. Nyakati ya pili. Yanasema alienda kiroho. Haya, sikiza hii nayo. Utasujudu vipi kiroho? Utasujudu vipi kiroho? Ama hiyo roho itasujudu vipi? Twende sasa. 20:18 nyakati ya pili. Ni msiba huu. Safi. 20:18 nyakati ya pili. Anasujudu kiroho. Sikiza hii. Yehoshafati na hapa ameketi kimwili. Tayari sana. Twende. Wakaamka asubuhi na mapema. 20:18 nyakati ya pili.
Yehoshafati akainama kichwa, akainamisha kichwa, sio roho, sio roho, akainamisha kichwa kifudifudi, wakaanguka, sio roho ikaanguka, wakaanguka mbele za Bwana, mbele za Mungu. Mpe huyo. Kwa pale Yehoshafati akaangusha. Sasa wewe labda pengine utupee wapi roho nayo inaenda kina kichwa. Hebu mpe huyo. Pale Yehoshafati akaangusha, akainamisha kichwa kifudifudi, hata nchini wakabudu. Sasa wewe labda pengine ulote andiko linalosema yani roho nayo inainamisha kichwa. Kunayo huyo. Hebu mpe huyo. Hapo wewe amekereketwa tu. Habari yako ndugu yangu? Uko safi? Songa karibu hapo. Unajua sisi angalau tukienda hivyo. Kwanza mimi ni Muislamu. Na sijui wewe unashiriki na kanisa gani? Wewe ni Muislamu ama ni Mkristo? Ni Mkristo. Mkristo wa dhehebu gani? Kwa sababu Wakristo kuna madhehebu mbalimbali, kuna Kaporonikia, kuna Shakahola, kuna SDA, kuna Pefa, kuna Anglikani, kuna SK, na wote wanafuata Biblia moja. Sasa wewe labda pengine ni Mkristo wa dhehebu gani? Unafuata Yesu. Wapi andiko Yesu alikuwa ni Mkristo? Wapi andiko Yesu alikuwa ni Mkristo? Wewe wapi andiko Yesu alikuwa Muislamu? Mpe huyu. Hakupea mimi nipike tu. Kwanza angejibu yeye ndio amejibu Kristo, ndio tumjibu sisi. Sisi tunamjibu kashi nipige 18:19 Yohana. 18:19. Tunamjibu kashi. Ili ukitaka kujua mtu ni Muislamu unaangalia matendo yake. Hasa matendo ambayo huyu Yesu anajulikana kama ni Muislamu ni nipige Yohana mwalimu 18:19. Yohana 18:19. Safi. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Safi. Na habari za mafundisho yake. Mpe huyo. Yesu anaulizwa, mpe chukua hapo. Yesu anaulizwa habari za mafundisho yake na habari za wanafunzi wake. Mafundisho yake na habari za wanafunzi wake. Sawa? Kidogo. Tumeuliza. Kidogo. Haya. Umesema tunajua Muislamu ndio vitu anafanya. Sasa Yesu alikuwa anasujudu inama chini, sio? Kweli? Nataka nisomee maombi Yesu alikuwa anasema. Haya, maombi gani? Maombi vile Yesu alianza, Baba yangu. Alafu niambie kwa Qur'an. Kama kuna mahali Allah anasema nyinyi ni watoto wake. Yani wajua sikiza, Yesu anasema nanyi mkiwa katika kusali salini hivi: Baba yetu ulio nani? Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sawa? Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ukatai hapo. Sawa? Mimi nataka uniambie. Sisi ndio tunakuja ili huyu Yesu alikuwa mapenzi hayo. Yesu kwanza mafundisho yake anasema mapenzi yako wewe Mungu yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sawa? Wakati Yesu yuko duniani amesujudu. Sasa huko mbinguni huko, na Yesu alisema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mapenzi ambayo Yesu aliyatimiza katika kumuomba Mungu, aliinamisha kichwa chake. Sawa? Je, huko mbinguni ambako kuna kina nani huko? Mungu. Kuna malaika. Sawa? Wao nao wanamsujudia Mungu kama vile Yesu alivyofanya. Maana Yesu anasema uliona watu wa malaika wanasujudia Mungu. Mpe huyo. Tunaona sasa nipige 7:11 Yohana. Ufunuo. Huko Yesu naye aliinamisha kichwa chake, na Yesu naye anasema katika mapenzi ambayo yatimizwe katika kumuomba Mungu, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani wewe Mungu kama huko, yani kama huko mbinguni. Sasa hapa duniani tumempata Yesu, Sulemani na Musa naye alimsujudia Mungu. Sasa tuangalie huko mbinguni malaika wanamsujudia Mungu. 7:11 Ufunuo. Inasema safi, na malaika wote. Mpe huyo. Malaika wanakaa wapi? Mpe huyo. Chukua. Malaika wanakaa wapi? Haya, mpe huko. Tuangalie malaika ambao wako huko. Mpe, si tunaangalia huko mbinguni.
kuna swali unaruka. Yesu alisikia akasema baba yangu. Tunaenda huko, tunaenda. Wewe umeuliza swali, wapi malaika nao wanamsujudia Mungu? Na mimi swali limekuja vizuri. Wewe ukasema malaika, pale andiko nimesema malaika wote, nikakuuliza swali, malaika wanakaa wapi? Ukasema mbinguni. Na Yesu anasema mapenzi yako yatimize hapa duniani kama huko mbinguni. Na mapenzi ambayo ibada Yesu alifanya, alimsujudia Mungu. Ndio tunaangalia hao malaika ambao wako huko juu mbinguni wanafanya ibada hiyo kama Yesu. Twende. Walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Safi. Na za hao wazee, na za wale wenye uhai wanne. Safi. Nao malaika wote wakaanguka kifudifudi. Wakaanguka kifudifudi kama Yesu alivyofanya. Wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi. Mbele ya kile kiti cha enzi wakimwabudu nani? Mungu. Wakamsujudu Mungu. Kwa hivyo malaika wote mbele za kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu nao walianguka kifudifudi mbele za kifudifudi wakamwabudu Mungu. Haya. Nataka uende 14. Hebu chukua kipaza sauti kwanza. Chukua kipaza sauti Said Mawembe. Mpe kwanza mic huyo. Ndugu yangu, kwanza tutakuomba samahani sana kutokana na kibali chetu tulichopewa. Tunataka tumefunga mkutano kufikia sasa. Pili, mkutano utaendelea kesho na kesho kutwa Mungu akipenda hapa. Kwa hivyo kama mapema. Kwa hivyo kama utakuwa na maswali yako yote, jitayarishe, jiandae kesho. Njoo mapema. Kwa maana hatuwezi kuvunja kanuni ya Mungu. Pia vile vile tukapitisha muda ambao kama tumepatiwa. Kwa hivyo naomba imamu atufungie kwa dua. Imamu. Hapo hatutaweza kuendelea ndugu yangu, tafadhali. Ni time. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kwa wale ndugu zetu wanaotusikiza kule nje, inshallah Waislamu